Wote. Kwanza naanza kutazama gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu. Habari kubwa, Lowassa koleza moto CCM, ataka wanamuunga mkono CCM waendelee kumpa siri za Magufuli. Habari kubwa pia iliyopewa ukurasa wa mbele na picha kubwa ni Buriani Senga. Msiba ambao umelikumba gazeti la Tanzania Daima na tasnia ya habari kwa ujumla, kwa kufariki kwa mpiga picha na mwandishi wa muda mrefu Joseph Senga, ambaye alipokea tuzo mbalimbali za umahiri wa uandishi wa habari, lakini pia za upigaji picha bora. Ikumbuke kuwa Joseph Senga ndiye aliyepiga picha ya kuuawa kwa mwandishi wa habari Mwangosi pale Iringa kule Nyororo. Kwa hiyo picha yake ndio ilisaidia ushahidi wa kuonyesha kwamba palikuwa na hatia ya wahusika fulani. Lakini katika siku ambayo kesi hiyo ilihukumiwa kwa mhusika kupewa miaka 15 jela, na ndio siku ambayo aliyepiga picha ya ithibati ya ushahidi wa tukio hilo alipoteza maisha. Ni msiba kwa tasnia ya habari, lakini kwa chumba cha habari cha Tanzania Daima, katika ukurasa wa mbele kimuonyesha akipokea tuzo mahiri kwa uandishi kwa siku za hivi karibuni. Buriani Senga alizaliwa 1958 na amefariki 2016, wakiwa wapiga picha ambao wamedumu kwa muda mrefu sana kwa kupiga picha, na hadi mauti inamchukua angali alikuwa akipambana kwa kupiga picha za mnato. Habari nyingine katika kurasa mbalimbali gazeti la Tanzania Daima, nikianza na hii: CCM msajili wa hofia ukuta. Siku moja baada ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutangaza operation ijulikanayo kama jina la umoja wa kupambana udikteta Tanzania ukuta, tamko hilo limetia hofu chama cha mapinduzi CCM, msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi. Operation hiyo ambayo inajulikana na inajumuisha watu wa kada mbalimbali na lengo la kutetea demokrasia na utawala bora na kuchukua hatua za kisheria kwa masuala yaliyofanywa kinyume cha sheria na serikali ya awamu ya 5 ya Rais John Magufuli. Habari nyingine, madiwani wa hofia fedha TASAF. Zoezi la ugawaji wa fedha kwa kaya maskini linalofanywa na maofisa wa mfuko wa mpango wa jamii TASAF wilayani Momba mkoani Songwe limedaiwa kuwa na mapungufu baada ya wanaohitaji msaada huo kukosa mgao, huku ikidaiwa kuwa mamilioni ya fedha hizo yamerudishwa makao makuu. Habari katika picha hapa inamuonyesha raia wa China Lin Swing aliyesimama akiwa chini ya ulinzi wa askari wa jeshi la polisi akituhumiwa kumfunga na kumpiga kijana Masanja Shokele akidai muibia mawe yanayodhaniwa kuwa na dhahabu hivi karibuni katika kata ya Kaseme wilayani Geita mkoani humo. Habari nyingine, Buriani Senga. Mpiga picha mkuu wa gazeti la Tanzania Daima Joseph Senga mwenye umri wa miaka 58 amefariki dunia juzi nchini India alikokwenda kwa matibabu ya moyo. Senga ambaye alibuka mpiga picha bora wa mwaka 2012 katika tuzo za EJAT alifariki dunia siku ambayo mahakama kuu kanda Iringa ilitoa hukumu kwa askari wa kikosi cha kuzuia ghasia FFU aliyemuua mwandishi wa habari Daudi Mwangosi kwa kumfunga jela miaka 15. Senga alipata tuzo hiyo kwa kupiga picha tukio la kuuawa kwa Mwangosi Septemba 2 mwaka 2012 katika kijiji cha Nyororo mkoani Iringa, wakati chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilipokuwa kikizindua matawi yake kabla ya kutokea vurugu iliyosababishwa na polisi. Taarifa za vyombo vya habari zilitolewa jana na mhariri mtendaji wa Free Media Neville Mena ilieleza kupokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya msiba huo. Taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa jana na mhariri wa Neville Mena alisema Senga alikwenda India kwa matibabu Julai 12 mwaka huu na alifanywa upasuaji mmoja wa mishipa ya moyo Julai 19 na kumalizika salama, na kwamba aliruhusiwa kutoka hospitalini Julai 27 jioni. Hata hivyo, baadaye hali yake ilibadilika na kurudishwa hospitalini, lakini alifariki dunia saa 1:15 usiku saa za Tanzania. Alisema uongozi wa kampuni hiyo unashirikiana na familia na kuandaa mipango kusafirisha mwili wa marehemu kutoka India hadi Dar es Salaam, na kwamba taarifa rasmi kuhusu ratiba hiyo zitapatikana hii leo. Lowassa akoleza moto. Wakati chama cha mapinduzi CCM kikijiandaa kuwatimua baadhi ya makada wake kwa tuhuma za usaliti, waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa amewataka wanaomuunga mkono ndani ya chama hicho waendelee kumpa taarifa za ndani za CCM na serikali. Lowassa ambaye jana ametimiza mwaka mmoja tangu ajiunge na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema alisema taarifa hizo ni muhimu katika harakati za siasa.
ni miongoni mwa habari zilizopamba ukurasa wa mbele wa gazeti la Tanzania Daima. Naweka kando na sasa nakamata Habari Leo. Habari Leo, Chadema yakosa pa kushika, tamko limejaa lugha za uchochezi, kashfa, kuudhi, lenye kuhamasisha uvunjifu wa amani. Msajili asema siasa haitaki hasira, yataka ustahimilivu. Kitila Mkumbo, Bashiru wasomi wengine wawafunda. CCM nao wasema wamefuta mikutano ya vigogo wao watatu. Waziri mkuu atoa saa 48, wafanyakazi 80 watimuliwa, aagiza shilingi iendoe kwa dedi, lazima nakala iende kwa DC. Asilimia 60 ya waajiriwa hawana mikataba. Nafuata ukurasa wa pili ili kukupa habari zilizopamba ukurasa wa mbele. Siku moja baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutangaza nia ya kufanya mikutano ya hadhara nchini kote kuanzia Septemba mosi kutokana na sababu mbalimbali, taasisi na wadau mbalimbali wamelaani mpango huo. Akizungumza hivyo, msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amesema amepokea kwa masikitiko makubwa tamko, huku Chama cha Mapinduzi kikijitokeza na kulaani mpango huo. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ametoa saa 48 kwa ofisa utumishi wa halmashauri ya manispaa Temeke kuwa ameondoa kazini watumishi 89 wanaofanya kazi katika halmashauri hiyo kwa mikataba. Amewatahadharisha pia watendaji wa halmashauri zote nchini kutotumia fedha za miradi zinazopelekwa serikalini kinyume na malengo, kutokana na kuimarishwa kwa mfumo wa ufuatiliaji na matumizi yake na thamani ya miradi iliyowekwa. Katika picha hapa ukurasa wa 3 unamuonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiwapungia walimu na wanafunzi wa shule ya msingi Chamazi jijini Dar es Salaam wakati akiwasili shuleni hapo kukabidhiwa madawati na fedha shilingi milioni 100 kwa ajili ya shule za Dar es Salaam. Mkapa ahimiza sera zinazotekelezeka. Rais mstaafu Benjamin Mkapa amezitaka nchi za Afrika kuhakikisha zinatoa kipaumbele kwa uongozi unaojali masuala utawala bora, uzalendo na sera zinazotekelezeka ili kuweza kupata maendeleo endelevu. Rais Benjamin William Mkapa alikuwa katika kikao cha marais wastaafu wa Afrika ambao wamekutana katika jiji la Dar es Salaam wakijadili namna gani Afrika na rasilimali zake itapenya kumkomboa Mwafrika mwenyewe. Niweke kando gazeti la Habari Leo na nitalirejea hapo baadaye nitakapokuwa nikitazama habari za michezo. Kuna nini huko? Na sasa ni Mwananchi. Ukuta wa Chadema wa muibua msajili. Katika picha hapa kuna nukuu mbalimbali. Kwanza ni Christopher Ole Sendeka, msemaji wa Chama cha Mapinduzi. Eti serikali hii ya kidikteta. Udikteta upi unaosemwa? Je, huu wa kubana wa kwepa kodi, kupunguza safari za nje, kubana matumizi ya serikali, kufukuza wabadhirifu na wazembe kazini? Watanzania wengi wanaunga mkono mambo yanayofanywa na rais? Swali hilo anauliza Christopher Ole Sendeka. Nuku nyingine ni Jaji Francis Mutungi, msajili wa vyama vya siasa. Kanuni ya 5(1)(d) inakitaka kilicho chama cha siasa kutotoa maneno yoyote ama maandishi ni uongo kuhusu mtu yoyote au chama cha siasa. Tamko la Chadema lina ukiukwaji wa sheria, si mara ya kwanza chama hiki kutoa kauli. Huyo ni Mutungi, nukuu kwenye gazeti la Mwananchi. Kitila Mkumbo yeye anasema naunga mkono jitihada za kuimarisha demokrasia. Katika hilo hakuna mtu atakayepinga. Kwa kweli kinaweza kuwa ni njia tofauti za kudai na kuimarishwa demokrasia. Mtizamo wa makundi tofauti ya watu waliowakilisha hapa. Katika picha ukurasa wa mbele wa Mwananchi na muonyesha wasaidizi wa Papa Francis wakimsaidia kunyanyuka baada ya kuanguka kwenye ibada ya jana. Habari nyingine ikisema kilichosababisha Papa Francis aanguke. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameanguka kwenye ibada kanisa la Jasna Gora Monasta kusini mwa Poland. Alianguka akiwa mbele ya madhabahu baada ya kukanyaga kimakosa ngazi iliyokuwa katika eneo hilo. Papa Francis anasumbuliwa na tatizo la nyonga ambalo wakati mwingine husababisha maumivu sehemu za mgongo hadi mguuni. Kwa hiyo alipokanyaga ngazi hiyo kwa bahati mbaya akawa kidogo ameshuka chini katika hali ya kuanguka. Kabla sijaingia ndani ni kuonyesha tu kurasa wa mbele wa gazeti hili una muonekano gani. Huo ndio muonekano wa gazeti la Mwananchi hii leo. Nafungua kurasa za ndani kujaribu kuangalia kuna nini. Habari nyingine, IGP Septemba atahamia Dodoma. Lipumba awananga viongozi mbele ya marais watatu. Ni mwenyekiti wa zamani wa chama cha wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba amekosoa viongozi wa serikali waliopo na wastaafu nchini, akisema wana tatizo la kutotekeleza mipango ya maendeleo wanaiweka. Akizungumza jana katika kongamano la uongozi wa Afrika la mwaka 2016 jana jijini Dar es Salaam mbele ya marais wastaafu Benjamin Mkapa Tanzania,
Joakim Chisano Msumbiji, Thabo Mbeki Afrika Kusini. Profesa Lipumba alisema pango mingi inayoanzishwa Tanzania huwa haitekelezwi kikamilifu. Lowassa chochea moto ndani ya CCM. Ni aliyekuwa mgombea urais wa tiketi ya Chadema na Ukawa Edward Lowassa ana uhakika kuwa bado kuna wanachama wanaomuunga mkono ndani ya CCM, na sasa anawataka waendelee kushikamana naye, kauli ambayo inaweza kuchochea moto ndani ya CCM. Polisi wamwaga hukumu za mbunge Kilombero na Mlimba. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limeimarisha ulinzi katika wilaya ya Kilombero wakati mahakama kuu itapotoa hukumu ya kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi ya wabunge wa jimbo la Kilombero na Mlimba. Zito atilia shaka akiba ya taifa, gavana amtoa hofu. Wakati kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Kabwe akieleza wasiwasi wake kuhusu kupungua kwa akiba ya taifa ya fedha za kigeni, gavana wa benki kuu Profesa Beno Ndulu amesema bado akiba hiyo ni ya kutosha. Mwigulu asaidia polisi kukamata watuhumiwa. Waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba amelisaidia jeshi lake la polisi alipoongoza operation ya kumkamata raia wa China aliyedaiwa kumpiga mchimbaji mdogo na kumjeruhi katika mgodi wa dhahabu wa Nyamhuna uliopo wilayani Geita. Katika picha inaonyesha ni hatua hawa wa China ninukuu hapa. Hawa wa China wapo lakini hawana vibali vya kufanya kazi. Wako kinyemela. Tumeangalia hati zao za kusafiria. Wenye vibali ni 28 pekee, lakini hawa walioko hapa ni 60 na wengine wamekimbia. Nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, na anaingia kinyume cha sheria lazima sheria ichukue mkondo wake. Haya. Raia wa China Lin Swing akikamatwa kwa tuhuma za kumtesa mfanyakazi wa mgodi wa madini wa Shamhuna baada ya waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba kutembelea mgodi huo. Haya. Wale ambao kidogo mmeonekana kuweka kando sheria na kanuni za wafanyakazi wenu, hala sasa hivi ukionekana na nguvu ya mitandao ya kijamii inafanya kazi kama ilivyofanya kazi hii, na picha yake kutembea katika mitandao ya jamii na kumfanya waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba kukimbia huko akisema kuwa rais wa serikali ya awamu ya 5 aliagiza kutonyanyaswa kwa Mtanzania yoyote kwa sababu tu ya rangi yake ama umasikini wake, huku akiwataka wawekezaji wafuate taratibu. Ukuta wa Chadema wamuibua msajili. Habari hiyo tumekwisha kuiona, ni miongoni mwa habari zilizopamba kurasa mbalimbali gazeti la Mwananchi. Nami naliweka kando, baadaye nitalirejea kuangalia wameandika nini. Na sasa ni mwanga wa jamii. Nipashe, TAKUKURU yaivaa polisi ya ufisadi wa mabilioni 60. Masharti magumu mtoto mwenye betri ya moyo. Ninafuata kurasa mbalimbali kujaribu kukupa nini kimeandikwa. Naanza na hii ya TAKUKURU yaivaa polisi ufisadi bilioni 60. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imeanza kuchunguza kashfa shilingi bilioni 60 inayokabili jeshi la polisi baada ya kuibuliwa na Rais John Magufuli hivi karibuni. Rais alibua kashfa hiyo wakati akiwapandisha naibu makamishna wa polisi DCP na makamishna wasaidizi waandamizi wa polisi SACP baada ya kuwapandisha vyeo na kula kiapo cha uadilifu ya utumishi wa umma Julai 18 mwaka huu Ikulu jijini Dar es Salaam.